majina naitwa Ustaz Masudi, ni mwanachama mwandamizi wa klabu ya Simba. Pia nimehudumu kwenye kamati mbalimbali za katiba za kuunda katiba ya Simba. Lakini pia niko kwenye kamati ndogo za Simba zenye kuleta umoja na mshikamano ndani ya klabu yetu. Nafikiri kwanza kwa swali lako hilo ulouliza, mkutano wa dharura kwa mujibu wa katiba ya Simba ya mwaka 2026 anayeitisha ni mwenyekiti kwa kushauriana na bodi. Zingatia neno kushauriana. Kushauriana, okay? Sio kushirikiana. Kushauriana. Hii ni katiba ya 2026. Katiba ya 24 mkutano mkuu wa Simba ulikuwa unaitishwa na bodi. Maana yake ni lazima bodi yote ikubali. Na katiba ya 2018 kadhalika mkutano mkuu unaitishwa na bodi. Uwe wa dharura, uwe wa kawaida, uwe wote ule. Hiyo nukta ya kwanza. Lakini mkutano huu umetokana na nini? Kuna vikao mimi ambacho nilihudhuria kwa nafasi yangu ya katibu wa kamati ndogo ya umoja na mshikamano ndani ya klabu yetu, ambayo inahakikisha wanasimba wote wanapata fursa ya kuwa wamoja katika kuipigania klabu yao. Tarehe 17 mwezi wa 7 siku ya Ijumaa saa 10 palikuwa na kikao cha matawi na uongozi wa bodi upande wa wanachama ukiongozwa na mwenyekiti Magongo. Hichi ni kikao kwa mujibu wa katiba, ni vikao vya matawi na bodi kwa maana ya mashauriano tu, tathmini na kadhalika. Katika mambo mengi yanayozungumzwa, kuna mwanachama mmoja kutoka mkoa wa Pwani, Kibaha. Yeye mchango wake katika maoni ama utaka kujua, alimuuliza swali mwenyekiti Mangungu. Mkutano ulirekebisha katiba 2024 ulieleza transformation inakwenda kukamilika, lakini transformation haikukamilika. Mkutano wa 25 wa katiba iliozaa katiba 26 tumesikia katiba imetoka. Sasa tunataka tujue transformation imekwamia wapi, lakini mpaka sasa ni katiba gani inayotumika na Simba ya 24 ama 26. Sasa katika mengi yaliyojadiliwa, alipokuja kutolea ufafanuzi mwenyekiti kwenye kikao kile, mwenyekiti alisema kuna maelekezo mbalimbali umepata kutoka serikalini, lakini pia ameshauriana na bodi. Mkutano mkuu wa dharura utaitishwa tarehe 2 mwezi wa 8 kwa maana ya jana. Pia akawataka viongozi wa wilaya na mkoa wawasilishe taarifa kwa adresi za matawi, kwa sababu wao ndo wanakaa nayo, ili wanachama waweze kuhudhuria huo mkutano. Sasa nafikiri kuna watu hapa katikati wana Simba waligubikwa na masuala ya usajili, Gweye anaondoka au la anaondoka, mambo mengine wakayaacha. Wengine waligubikwa na uzinduzi wa jezi, mambo ya Ngorongoro, mambo mengine wakayaacha. Na katika klabu ya Simba kila mmoja na utashi wake. Kuna watu watawajali mkutano, wanajali mpira tu uwanjani. Kuna watu wanajali matukio kadha wa kadha. Lakini kwa mujibu wa katiba ibara ya 23, mkutano wa dharura unaitishwa na mwenyekiti wa klabu ya Simba kwa katiba hii mpya ya 26. Lakini kifungu namba 3 kinaelezea mwaliko huo angalau siku 15 waweze wanachama kuarifiwa kupitia address zao. Sasa kimazoea wengi wamezoea mkutano unapitia vyombo vya habari. Lakini hakuna kipengele chochote cha katiba kinachosema mkutano utaitishwa kupitia vyombo vya habari. Lakini katiba inasema wataarifiwa wanachama kupitia address zao za matawi. Maana yake address ya matawi, mwenyekiti atapewa jukumu awaambie wanachama wake kwa njia mbalimbali ambayo anaona anawafikia. Sasa hiyo ndio katiba inavyotaka. Kwa hiyo kuna mmoja alitoa hoja ya kusema mkutano utangazwe sana kwa sababu ni wa dharura na notice ndogo. Kuna mwanachama mwingine akajenga hoja akasema ukitangazwa sana, kuna mkutano nyuma kukia siku ya Simba wiki, kuna watu wanazindua jezi wanataka kuhudhuria huko, kuna watu si wana Simba marathon, kuna watu wanakwenda kutoa damu maeneo mbalimbali. Wewe mkutano uende kwenye address ya matawi kama katiba inavyotaka, mwenye utaka kuja atakuwa hiari yake, wapi aende wapi aende. Kwa hiyo mkutano unakwenda kwa taratibu hizo.
Kwa hiyo ukiangalia hapo ibara 23 mwenyekiti anashauriana, na neno kushauriana, ushauri unaweza ukapokelewa ama ukakataliwa. Ni kama sawasawa katiba yetu nasema vikao vya matawi vinapokutana na viongozi wa bodi, kazi yao ni mashauri. Kwenye ushauri unaweza akapokea ushauri ama akauacha. Sasa twende kwenye uhalali wa huo mkutano. Mimi binafsi nimehudhuria. Kwa uhalali wa mkutano, ili uwe halali, kwanza uitishwe na mwenyekiti wa klabu. Kwa katiba ya sasa namtambua mwenyekiti wa klabu ndio mwenye kuitisha. Kwa katiba ya zamani ilikuwa ni bodi, sio mwenyekiti. Mwenyekiti kazi yake ni kuongoza mkutano tu pale ndani ya ukumbi. Sasa ili mkutano uwe halali, kwanza lazima ufanyike uhakiki wa wanachama. Uhakiki wa wanachama ulifanyika na wanachama wote waliohudhuria, maana yake walifanya uhakiki. Na mimi kwenye tarehe yangu binafsi taarifa zilipatikana, na mimi binafsi kuna watu wengine niliwapa taarifa kwa njia mbalimbali. Lakini ukija ili mkutano uwe halali ufanyike, sio tu uhakiki, lazima kolamu akidi itimie, na akidi ni wanachama 500. Sasa jana walihudhuria wanachama 700 kasoro, lakini walikuwa na dua vile vile. Utaratibu uliowekwa pale ya secretariat ikiongozwa na Mzee Kisiwa ilikuwa unafanya uhakiki na unakwenda kukaa kwenye dua. Maana yake kama kolamu ikikamilika mkutano utafanyika, na endapo kama kolamu isingekamilika, maana yake kwa mujibu wa katiba yetu mkutano utafanyika siku inayofuata, na hiyo siku inayofuata sio lazima akidi ikamilike. Maana yake watakaopatikana hao watafanya maamuzi, kwa sababu kuhudhuria kikao sio lazima, ni hiari ya mtu. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu mimi naona kila kitu kilifuata taratibu na mkutano kuwa halali. Sasa changamoto zingine za hapa na pale, kasoro ndogo ndogo, sasa hivyo mambo mengine hayo yanakuwa mimi ni nje ya uwezo wangu, lakini kimsingi mimi kwa mujibu wa katiba, kwa sababu ili mkutano uwe halali kwanza uitishwe na mwenyekiti kwa katiba sasa, na mkutano ili ufanyike, kabla kufanyika lazima akidi kolamu uhakiki ufanyike. Hayo yote yamefanyika. Sasa mara baada ya kikao hicho au mkutano huo, tumeshuhudia kwamba Magoli akitoa taarifa kwamba huo mkutano ni batili. Ni batili kwa mujibu wa nini? Kwamba ilipaswa kwamba Mangungu ashirikiane na bodi ya kurugenzi ili kuitisha mkutano. Hapo tayari hiyo taarifa ina makosa kisheria kwa mujibu wa katiba yetu. Hakuna sehemu katiba imesema mwenyekiti atashirikiana na bodi. Katiba imesema mwenyekiti atashauriana. Neno ushauri. Kwa hiyo haitakiwa kwanza andike hakutoshauri. Ilikuwa tumeanzia hoja hapo. Lakini ngoja nisome vizuri. Amesema kwamba kwa mujibu wa katiba ya Simba ya mwaka 2018 iliyofanywa marekebisho mwaka 2028, ibara 28, mkutano mkuu maalum utaandaliwa na mwenyekiti wa klabu kwa kushirikiana na bodi ya wakurugenzi. Ibara 23(1) inasema kwa kushauriana, sio kushirikiana. Kwa hiyo hapo kwanza kuna makosa ya kiufundi ambayo ni makosa labda ya kibinadamu. Kwa hiyo kwanza hapo tayari nakosa sifa ya kisheria kwa miongozo ya katiba ya Simba ya mwaka 2018 iliyofanywa marekebisho 2026. Kwa hiyo mimi tu niseme kwanza, haya mambo viongozi wetu wote hawapaswi kuyatoa hadharani, wakae wakubaliane ndani, kwa sababu umoja wa wanasimba ni muhimu sana na ni takwa la katiba. Simba nguvu moja ni takwa la katiba, sio hiari ya mtu. Kila mwanachama, Mangungu ni mwanachama kwa sifa ya kwanza, Magoli kakangu ni mwanachama kwa sifa ya kwanza, na kila mwanachama, hata mimi naongea na wanaonisikiliza, nguvu moja, umoja ndani ya klabu ni jambo la lazima, sio la hiari. Kwa hiyo tuangalie kwanza umoja wetu, dosari zetu, mambo yetu tuyafanye huku tukiwa wamoja, kwa sababu tukio la kuthibitisha bodi ya wadhamini linafanyika mara moja zaidi ya miaka 4 ama 5 ama 10 na kadhalika. Uchaguzi ni tukio la miaka 4, lakini mapato na matumizi ni tukio la kila mwaka, lakini kucheza mpira ni tukio la kila siku. Timu inashiriki, inahitaji umoja na mshikamano wa wanachama. Kwa hiyo malumbano yote haya, kila mwanachama ajitathmini kuwa anayenufaika wa kwanza ni adui yetu, mpinzani wetu, mgongo wazi,
yeye ndio kichatomnufaisha. Sasa ili asinufaike na hilo, tuwe pamoja, tushikamane, mambo yao yamalize ndani, ili tarehe 12 tukammanue pale kwenye ngao ya jamii muungano pale. Na kwenye hii taarifa kwa umma amezungumza kwamba bodi itakaa leo kujadili, si ndio? Kwa mujibu wa taarifa kwamba hivyo kesho, leo tarehe 3 mwezi wa 8 kutakuwa na kikao cha bodi kujadili ajenda ya mkutano mkuu maalum wa wanachama. Sasa hayo ni ya ndani, mimi siingilii hayo ya kwao, lakini mimi nawaasa tu, kwa hiyo kila hatua wanayochukua uhakikishe wana Simba wote wanakuwa wamoja, wasigawe Simba. Wakigawa Simba watakayenufaisha hapo ni Yanga, na sidhani kama kuna mwana Simba yuko tayari katika hilo. Kwani kulikuwa na haja ya kuitisha mkutano kwa wakati huu, wakati mnakwenda kwenye mechi kwa tarehe 2? Mimi naafiki, kwa sababu yote kwa yote atakayotokea, kuna muda hapa wa kujipanga kwa ajili ya kwenda kumkabili Yanga na kucheza ligi. Kwa hiyo mwisho wa siku tu, wana Simba tukubaliane katika kutokubaliana kuhakikisha Simba inakuwa moja. Tusitafute mshindi katika Simba, inaoshinda ni Simba, kinyume chake itakayoangamia ni Simba. Ili isiangamie, wana Simba wote tuwe moja, mbali ya tofauti zetu, mbali ya mapungufu yetu. Hilo mimi ndio kwangu mawazo yangu. Basi mimi nikushukuru kwa hili. Inshallah. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.